Mwili wa mtoto mwenye umri wa miezi mitano unadaiwa kukatwa pua kwa kitu chenye ncha kali, hali iliyozua taharuki na majonzi miongoni mwa ndugu, jamaa na marafiki wa familia hiyo. Tukio hilo linadaiwa kutokea katika mtaa wa Mpanda Hoteli uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, muda mchache baada ya mtoto huyo kufariki dunia. Baada ya kupigiwa simu majira kama ya saa 8 na mtoto akiwa, mama, huku tumepata msiba, mjukuu kafariki. Nimefika hapa nikakuta hapa mna watu huku chumbani giza, mimi nikapitiza moja kwa moja huku nalia. Nimefika kule tumelialia. Baadaye nikawa namuuliza mtoto ameumwa nini, mbona ghafla hivi? Akasema yeye alishikwa tu na kifua. Haya, mtoto yuko wapi? Yuko kule. Sasa nyinyi mtakaaje huku mtoto yupo kule? Sio vizuri. Maiti siku zote wage naangaliwa kwenye ulinzi. Akasema sawa bibi, inuka kamuone. Kwa kuwa umekuja mwenyewe nenda. Nikawa nimeinuka na Rose tulikuwa tumekuja kukutoa kugiza. Nikamwambia Rose, washa simu tumulike. Basi nikawa namnyosha hapo, kwa sababu binadamu akifariki kabla hajapoa huwa anakuwa tepetepe. Kwa hiyo akipoa anakauka. Nikaanza kumnyosha viungo vya miguu na mikononi. Sasa baadaye nimfunue, nimweke kichwa vizuri. Kufunua hivi ndio nakuta pua hamna. Mimi nikaanza kupiga kelele, jamani njoni muone maajabu. Huko nalia, jamani maajabu, kuna nalia, ndio akawa amekimbia watu kuja huko ndani. Kweli kuja kuangalia hapo pua ya mtoto haipo. Hiki kitendo nimekishangaa sana, nitangu nimefikia umri huo. Tukawa tumesikia kelele humo ndani, yule mama na kutoka nje anapiga kelele, jamani njoneni muone maajabu haya. Yaani njoneni muone maajabu, kitendo kilichofanyika hiki, njoneni muone. Sasa anapiga kelele na huko analia, ikabidi sisi tukaondoka hapo kwenda sasa. Kufika ndo kumfuata mpaka ndani, ndo kutufunulia ile nguo. Embu angalieni marehemu walivyomfanya kitendo hiki. Hiki kitendo ni sawa hiki. Kumfunua hivi ndio kuona amekatwa pua yote wameikata. Kwa kweli yani tuna masikitiko makali sana. Maana ni jambo ambalo hatujawahi ona. Japokuwa mimi nimefika umri huu na nimeota nywele mbili, sijawahi ona kitendo kama hiki. Tulipotoka hospitali, mwanangu alikuwa yuko salama na viungo vyake vyote. Tumefika tukampumzisha humo ndani. Sisi tukawa tumetoka tukakaa hapa, lakini alikuwa salama na viungo vyake vyote. Ila tu ghafla tunakuta mtoto hana pua. Kimeniathiri sana kisaikolojia, nimeathirika. Kwa sababu ni swala gumu. Mwanangu mimi sawa kafariki, nimekubali mipango ya Mungu. Sasa hiyo pua tena hapo, kwa nini siwepo? Mungu yeye kama kunichukulia mtoto na kiungo pia. Mimi nimefika msibani hapa leo. Ilikuwa saa 2 usiku. Nikakuta bibi yake na mama wa marehemu. Anasema jamani, hata kama mtoto amekufa ndo awe na pua hana. Wote tukashangaa. Hana pua Tukaingia chumbani. Kufika kweli kafunua mtoto hana pua yote hii, wameikata pua, ni mashimo tu ndio yanaonekana na nyama nyeupe ya mtoto. Ndio nilichokishuhudia hicho. Mwenyekiti wa mtaa huo Ibrahim Mzanda amesema baada ya kupokea taarifa hizo aliwasiliana na jeshi la polisi kwa hatua zaidi za kiuchunguzi. Ni tukio ambalo kidogo linaleta sintofahamu, linachanganya. Tumewasiliana na jeshi la polisi na wenyewe pia wamefika kwenye eneo la tukio. Wameweza kuchukua mwili na wanaendelea na upelelezi. Paul Swakala ni mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda, ambapo amekiri kupokea mwili wa mtoto huyo ukiwa hauna pua. Jana tulipokea mwili wa mtoto mchanga wa miezi mitano. Mwili huu ulikuwa ni wa mtoto ambaye anaonekana pua yake imeondolewa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linaendelea na uchunguzi kufuatia tukio hilo. Neema Huseni, Nipashe Digital.